Familia inayosali pamoja ni familia inayoishi pamoja. Rozari Takatifu ni moja kati ya sala ambazo zinatutambulisha Wakatoliki. Ni sala nzuri sana kwa sababu katika rozari tunatafakari mafumbo makuu ya ukombozi. Na haya mafumbo makuu ya ukombozi kimsingi yanaeleza uhalisia wa maisha yetu. Kwa mfano, tunaposali mafungu au mafumbo ya furaha, kwa sababu sisi binadamu Mungu ametumba katika ulimwengu mzuri, akatuweka, akatubariki ili tuishi kwa furaha. Kwa hiyo furaha ni uhalisia wa maisha yetu. Kuna mafungu ya uchungu kwamba maisha yetu katika uhalisia lazima tutakutana na mambo magumu, changamoto, lakini Mungu anatuita katika nuru yake, tutembee katika nuru yake. Ndio maana kuna mafungu ya nuru, na Mungu anataka sisi tushiriki utukufu wake. Ndio maana tuna mafungu ya utukufu, kwa sababu hatimaye sisi tutakapopata heri ya milele mbinguni, kama tumeishi vizuri duniani, ina maana kwamba tutaishi na kushiriki utukufu wa Mungu. Kwa hiyo mafumbo yote, yawe ya furaha, yawe ya uchungu, yawe ya nuru, yawe ya utukufu, yote yanaeleza uhalisia wa maisha yetu. Kwa hiyo tunaposali rozari kwa mafungu yote kadiri kanisa lilivyotuelekeza, ina maana kwamba tunaishi uhalisia wetu wa kibinadamu. Sala ya Baba Yetu ni sala ambayo ni neno la Mungu, ina maombi 7 yanayoonyesha uhusiano wetu na Mungu. Ndio sala yenyewe, kwamba tunaposali tunaelekeza roho zetu kwa Mungu, kwamba Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike. Alafu sala hiyo inaangalia uhalisia wa maisha yetu, kwamba utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu na kadhalika. Sala ya Salamu Maria hivyo hivyo ni sala ambayo kwanza ni neno la Mungu. Salamu Maria, umejaa neema, ni maneno ambayo Bikira Maria aliyasikia kwa masikio yake kutoka kwa malaika akipashwa habari. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Ni neno la Mungu, Bikira Maria mwenyewe alisikia kwa masikio yake. Elizabeth akimueleza, Elizabeth tunaambiwa akijazwa Roho Mtakatifu ndio aliyaeleza maneno haya. Alafu kanisa limetuwekea sehemu ile ya mwisho, Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu, kwamba huyu Maria ndiye mtakatifu wa kwanza ambaye anaelekeza sisi binadamu namna gani tuhusiane na Mwenyezi Mungu. Ndio maana tunamuita Maria mtakatifu, mama wa Mungu. Yeye ni mwombezi wetu wa kwanza. Atuombee sasa katika maisha ya sasa na ile saa ya kufa kwetu, kwa sababu tumeitwa na Mungu tuishi vizuri hapa duniani ili hatimaye tufe kifo chema na tuweze kuingia mbinguni. Sasa sala hii ya Rozari Takatifu ni sala ya kawaida kabisa, katika maana mtu yoyote anaweza kusali. Mtu aina yoyote na wakati wowote tumepewa fursa zote za kusali. Tuitumie vizuri, na hasa katika familia. Katika familia tukisali sala hii ya Rozari, Mama Maria yupo. Tukumbuke katika harusi ya Kana, Bikira Maria alikuwepo. Alipoona kuna tatizo, kuna changamoto, akaingilia kati ili Yesu aweze kulitatua ile tatizo. Sasa familia ikikaa pamoja kusali pamoja na Bikira Maria, kwa sababu tunaposali Rozari hatumfanyi Bikira Maria kwamba ndio tunamuomba yeye. Yeye ni mwombezi wetu, anasali pamoja na sisi kwa sababu anatafakari maneno yale aliyoyasikia yeye moyoni mwake pamoja na sisi. Kwa hiyo katika familia tukisali, manake tunamkaribisha Mama Maria mwombezi wetu atuombee katika familia yetu, kama alivyokuwa yeye na Yosefu na Yesu, ndivyo sasa anakuwa pamoja nasi. Kwa hiyo tusiache kusali sala ya Rozari kila siku katika familia, ili kusali kwetu kuifanya familia yetu iishi pamoja. Tumsifu Yesu Kristo.